Bwana Yesu asifiwe. Basi ninamshukuru Mungu aliyenipa neema na kibali cha kuweza kuwepo siku ya leo. Lakini pia namshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambaye umepata neema ya kuwepo mahali hapa. Basi tutaenda kuomba kwa ajili ya neno la Mungu ambalo umetupa neema na kibali ili tupate kwenda kujifunza siku ya leo njema. Unaweza ukafumba macho yako pale ulipo tukapata kumwomba Mungu. Baba, katika jina la Yesu Mnazareti aliye hai, mfalme wa falme, nakushukuru Bwana Yesu kwa neema yako na kwa nguvu zako. Baba, asante Bwana Yesu kwa kutupa neema na kibali cha kuweza kukutana leo kwa ajili ya kujifunza maneno yako Bwana. Ni kwa utukufu wako na kwa uweza wako Bwana. Unasema ya kwamba kwa jina la Yesu Kristo kaeni ndani yangu na maneno yangu ndani yenu, mimi kaa ndani yangu na maneno yangu kaa ndani yenu. Ombe mtakalo lote na mtatendewa. Bwana Yesu, naomba utufundishe, utuelekeze sasa na utukufu wako. Maana Mungu nasema tutaishi kwa mkate tu bali kwa kila neno toka kwenye kinywa chako Bwana mfalme amani. Niaita uwezo wa Roho Mtakatifu tamalaki mahali hapa napenda kujifunza sasa. Tufundishe Bwana sasa na uweza wako. Kila mipango ya ibilisi kuzimu, mashetani yote ambayo yanatumwa ili Bwana kwenda kinyume na neno lako ili yakashindwe na kuteketea, mawakala maajenti wote wanaofunga ufahamu na akili na mioyo ili isipokee neno la Mungu, hizo roho zikashindwe kwa jina la Yesu Mnazareti aliye hai. Bwana Yesu, fungua masikio yetu na roho zetu Bwana, tukapokee kile Mungu natamani kusema nasi siku ya leo njema katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu, naamini Bwana Yesu utatufundisha sasa na utukufu wako katika jina la Yesu Mnazareti aliye hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi siku ya leo njema tutaenda kujifunza. Somo letu inasema kwamba sifa za mwanafunzi wa Yesu. Tutaenda kujifunza somo letu sifa za mwanafunzi wa Yesu. Sifa za mwanafunzi wa Yesu. Mwanafunzi wa Yesu, ili aonekane kwamba ni mwanafunzi wa Yesu, anakuwa na sifa gani? Haleluya. Kwanza kabisa lazima kabla tujajua sifa za mwanafunzi wa Yesu, tujue maana ya mwanafunzi wa Yesu ina maana gani. Unaposikia neno mwanafunzi wa Yesu, mwanafunzi wa Yesu Biblia inasema kwamba kitabu cha Mathayo ile 28 mstari wa 19, Mathayo 28 mstari wa 19 inasema hivi: basi enendeni mkawafanye mataifa wote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Bwana Yesu aliwaagiza wanafunzi wake akisema kwamba enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Lakini pia unaposoma vitabu vya Matendo ya Mitume kule, tunaona pia watumishi wa Mungu akina Petro walibatiza kupitia jina la Yesu. Kwa hiyo mwanafunzi wa Yesu ina maana kwamba mwanafunzi wa Yesu ni mtu aliyeamua kumfuata Yesu kwa maneno yote aliyosema. Amen. Mwanafunzi wa Yesu ni mtu aliyeamua au aliyepata neema, ni mtu aliyepata neema ya kumfuata Yesu kwa maneno yote ambayo Bwana Yesu alisema kwamba tuyafuate au tuyafanye. Huyo anaitwa mwanafunzi wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeamua kumfuata Yesu kwa maneno yake yote aliyosema. Umeamua kumfuata Yesu kwa
kila kitu alichosema tukifanye, wewe umeamua kukifata na kukifanya, huyo ndiye anafanyika kuwa mwanafunzi wa Yesu. Kitabu cha Luka sura ya 6. Luka sura ya 6 ule mstari wa 47 hadi 49. Biblia inasema 47 hadi 49. Kila mtu ajaye kwangu na kuyasikia maneno yangu na kuyatenda, nitawaonyesha mfano wake. Mfano wake ni mtu ajengaye nyumba na kuchimba chini sana na kuweka msingi juu ya mwamba, na kulipokuja gharika, mto ulishuka nyumba ile kwa nguvu. Mto ulishukia nyumba ile kwa nguvu, usiweze kuitikisa, kwa kuwa imejengwa vizuri. Lakini yule aliyesikia ila hakutenda, mfano wake ni mtu aliyejenga nyumba juu ya ardhi, pasipokuwa na msingi. Mto ukashuka kwa nguvu, ikaanguka mara, na maangamizi yake nyumba ile yakawa makubwa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Anasema kwamba mwanafunzi wa Yesu ni yule mtu ambaye anasikia maneno ya Mungu. Kila mtu ajaye kwangu na kuyasikia maneno yangu na kuyatenda. Yaani manake mwanafunzi wa Yesu ni mtu yule anayesikia maneno ya Yesu na kuyatenda. Umehubiriwa Injili, umeamua kuokoka. Sasa unaposikia yale maneno ya Yesu, unaamua kuyatenda. Ulikuwa unalewa, sasa umesikia mahubiri kwamba dhambi ya ulevi ni dhambi. Umesikia Injili inaongelewa, wanakuambia kwamba uzinzi ni dhambi, wanakuambia kwamba kutukana ni dhambi, urafi ni dhambi. Sasa umeyasikia. Sasa baada ya kusikia, unaamua kuyafuata yale maneno na kuacha ile dhambi. Baada ya kusikia yale maneno ya Yesu, kwamba umesikia wanahubiri kwamba pombe ni dhambi, umeamua kuacha pombe na kuwa mtu mtakatifu kwa kuacha ile pombe. Huyo ndiye anaitwa mwanafunzi wa Yesu. Ni mtu anayesikia maneno ya Yesu na kuyafuata yale maneno. Lakini yule mtu anayesikia maneno na asiyafuate, yule mtu anakuwa bado sio mwanafunzi wa Yesu. Kuna mtu ambaye anasikia maneno ya Mungu, anasikia maneno ya Yesu, anasikia Injili inahubiriwa, hata makanisani Injili ya kweli inahubiriwa, lakini anayasikia tu, lakini yeye hayafuati. Sasa huyu anakuwa sio mwanafunzi wa Yesu. Bali mwanafunzi wa Yesu ni yule anayesikia maneno ya Mungu, anayesikia Injili, anayesikia kwamba ulevi ni dhambi, anaamua kuacha ulevi. Anasikia kwamba uzinzi ni dhambi, anaamua kuacha uzinzi. Anasikia kwamba urafi ni dhambi, anaamua kuacha urafi. Anasikia kwamba mwanamke kuvaa masuruali ni dhambi, anaamua kuacha kuvaa masuruali mwanamke na kuvaa sketi. Kwa hiyo manake mwanafunzi wa Yesu ni anasikia neno la Mungu, anasikia Injili, na ile Injili inamponya kutoka sehemu ya dhambi kumweka kwenye sehemu ya utakatifu. Huyo ndiye mwanafunzi wa Yesu. Kitabu cha Yakobo nasema kwamba mtu anapokuwa amesikia sauti, anapokuwa amesikia neno la Mungu na asilifuate ile neno la Mungu, anafananishwa na mtu ambaye, na Biblia inasema kwamba anafananishwa kwamba mtu ambaye anajiangalia kwenye kioo, na anapotoka pale hawezi kujua kwamba sura yake inafananaje. Kwa hiyo tunapokuwa tumesikia neno la Mungu na tulifuate, tunafananishwa na mtu ambaye anajiangalia kwenye kioo. Anapotoka pale hawezi kujua kwamba sura yake inafananaje. Tunaposikia neno la Mungu
uwe Tanzania, uwe wapi, uwe nje Marekani, uwe Dodoma, uwe Kenya, Uganda, popote pale ulipo unasikia ile sauti. Unaposikia neno la Mungu, maana yake inatakiwa lilete matokeo. Unatakiwa kuwa mwanafunzi wa Yesu. Ili uwe mwanafunzi wa Yesu, lazima lile neno unalosikia lilete matokeo ya kutoa kwenye dhambi, lilete matokeo ya kukutoa kwenye uovu, lilete matokeo ya kukutoa kwenye uangamizi wa shetani. Ulikuwa ni mnywa pombe, ulikuwa ni mvuta sigara. Sasa unaposikia neno la Mungu nasema kwamba sigara ni dhambi, leo unaamua kuacha hiyo sigara na kumgeukia, huyo ndiye anafanyika kuwa mwanafunzi wa Yesu. Kwa hiyo kila unaposikia neno la Mungu upate neema, umwambie Mungu na kuomba, unipe neema na kusihi unifanye kuwa mwanafunzi wako. Unaamua kuacha uovu. Unaposikia neno la Mungu unaamua kuacha dhambi, unaamua kufuata utakatifu wote. Huyo ndiye anafanyika kuwa mwanafunzi wa Yesu. Biblia inatoa mfano hapa kwamba mwanafunzi wa Yesu, kwamba anayesikia maneno ya Mungu na kuyafuata anakuwa amejenga msingi wake. Ni yule mtu aliyechimba sana msingi na akajenga msingi wake juu ya mwamba ule, akajenga nyumba. Alipokuja gharika, akaja mvua, akapiga ile nyumba ilikaa ikiwa salama, ilikaa ikiwa vizuri, haikutikisika. Lakini mtu ambaye anasikia maneno ya Mungu tu na asiyafanyie kazi, yule mtu ni sawasawa amejenga nyumba yake sehemu ambayo haina msingi. Alipokuja gharika, alipokuja mvua, ikapiga ile nyumba ikawa imeanguka. Kwa hiyo tunapokuwa tumesikia neno la Kristo na kulifuata lile neno la Kristo, tunapokuwa tumesikia neno la Mungu na kulifuata neno la Mungu lile, tukaamua kuacha dhambi, tunakuwa tumejenga msingi wetu juu ya mwamba, ambao mwamba ni Yesu Kristo. Mwamba ni Mungu wa mbinguni, mwamba ni Yesu. Yeye ni mwamba ambao tunapokuwa tumejenga imani yetu kwa huyu mwamba Yesu Kristo, hata tunapopita kwenye changamoto mbalimbali, kwenye shida mbalimbali, kwenye misukosuko, ikiwa imani yako imejengwa juu ya mwamba kwenye neno la kweli, hautaanguka, hautarudi nyuma, hautaogopa magumu, hautaogopa vita. Manake imani yako itakuwa imejengwa juu ya msingi. Imani yako itakuwa imejengwa juu ya msingi imara, ambao msingi imara ni Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Yesu Kristo ndiye msingi imara. Tunapokuwa tumesikia maneno ya Yesu na kuyafuata hayo maneno, tunakuwa tumejenga imani zetu juu ya msingi wa Yesu Kristo, juu ya msingi mzuri, msingi wa Yesu ambao alituachia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo wapendwa katika Bwana, leo natamani sasa, mpaka hapo tumejifunza kwamba mwanafunzi wa Yesu ni mtu yule aliyeamua kumfuata Yesu, au aliyepata neema kumfuata Yesu na kuyafuata maneno yake yote. Ameamua kumfuata Yesu, na ameamua kufuata maneno yote ambayo Yesu aliyasema tuyafuate. Sasa ziko sifa za kumtambua mwanafunzi wa Yesu. Sifa ya kwanza ya mwanafunzi wa Yesu, mwanafunzi wa Yesu anakaa kwenye neno la Kristo, anakaa kwenye neno la Mungu. Mwanafunzi wa Yesu ana sifa ya kukaa kwenye neno la Mungu. Mwanafunzi wa Yesu ana sifa ya kukaa kwenye neno la Mungu. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, tusome kitabu cha Yohana sura ile ya 8. Anayesoma fungua Yohana, fungua kitabu cha Yohana sura ya 8 ule mstari
wa 31 hadi 32. Yohana sura ya 8 31 hadi 32. Basi Yesu akamwambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtafahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Sifa mojawapo ya mwanafunzi wa Yesu anakaa kwenye neno la Yesu Kristo. Anasema basi Yesu akamwambia, kitabu cha Yohana 8:31. Basi Yesu akamwambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Kwa hiyo sifa ya kwanza ya mwanafunzi wa Yesu, anakaa kwenye neno la Mungu, anakaa kwenye neno la Yesu, anajifunza neno la Mungu wa mbinguni. Ukihitaji kuwa mwanafunzi wa Yesu, uwe mpenzi wa kulifuata neno la Mungu, ukae kwenye neno la Mungu. Kila unachofundishwa kanisani, kila unachofundishwa madhabahuni, kwenye madhabahu inaonena ukweli wa Mungu, ambayo inaongea ukweli wa Mungu, kila unachofundishwa kupitia kwenye neno la Kristo. Sisi hatusikilizi maneno ya watu, tunalisikia neno la Mungu. Biblia inatuambiaje kuhusu utakatifu? Biblia inatuambiaje kuhusu dunia? Biblia inatuambiaje kuhusu kusali, kuhusu kuomba? Biblia inatuambiaje kuhusu wokovu? Tunalifuata neno. Kwa kama uko kwenye madhabahu inaosema ukweli, cha kwanza uwe msomaji wa neno la Mungu. Unapolisoma neno la Mungu, na neno la Mungu linapatikana kwenye katiba moja tu. Tumepewa katiba moja ambayo ni Biblia. Ukilisoma neno na ukalifuata lile neno, utakuwa mwanafunzi wa Yesu. Haleluya, haleluya. Ukilisoma neno, ukalifuata neno la Mungu, ukakaa kwa ile neno ambalo umesoma, utakuwa mwanafunzi wa Yesu. Kuna mtu ambaye anasoma neno la Mungu lakini alifuata lile neno. Tumejifunza pale mwanzo kwamba mwanafunzi wa Yesu ni mtu anayefuata neno la Mungu, anayefuata neno la Yesu. Kwa hiyo unapokuwa umesoma Biblia, kwa mfano umesoma Biblia, umekutana neno la Mungu na kuambia kwamba mwanamke avae mavazi ya mstahili mwanamke, na mwanaume avae mavazi yanayomstahili mwanaume. Unapokutana ile neno, kama we mwanamke ulikuwa unavaa mavazi ambayo ni ya wanaume, kwa mfano mwanamke ulikuwa unavaa masuruali, ulikuwa unavaa vikabutura, unaviacha, unaanza kuvaa sketi. Ulikuwa unavaa vimini, unaviacha. We ni mwanaume, ulikuwa unapiga milegezo. Mwanamume ulikuwa unavaa manguo ya uchi, unaacha yale manguo, unaanza kuvaa nguo za heshima zenye kumtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana unapokuwa umesoma neno la Mungu, linakupa nguvu. Unapokuwa umesoma neno la Mungu na kulifuata, ndio unazidi kuingia kwenye viwango vya utakatifu fulani, viwango vya utakatifu vya kumkaribia Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mwanafunzi wa Yesu, sifa ya kwanza lazima awe akae kwenye neno la Mungu. Tunapokaa kwenye neno la Yesu, tunakufanyika kuwa wanafunzi wa Yesu. Na baada ya hapo tunaifahamu kweli. Sifa ya pili ya mwanafunzi wa Yesu, anaifahamu kweli. Unapokuwa umesoma neno la Mungu na kukaa kwenye neno la Mungu ambalo umelisoma, unaifahamu kweli. Na unapomaliza kuifahamu hiyo kweli, unawekwa huru. Maana yake tunawekwa huru kupitia neno la Mungu, tunawekwa huru kufuata neno la Mungu. Tunaifahamu kweli kufuata neno la Mungu. Amen, amen. Kwa sifa nyingine ya mwanafunzi wa Yesu, anaifahamu kweli. Kwamba nini kwenye neno la Mungu utafahamu kweli, na hiyo kweli atatuweka huru. Kwa hiyo kweli ni neno la Mungu. Tunapokuwa tumekaa kwenye neno la Mungu, tunaifahamu kweli, ambalo kweli ndiyo neno la Mungu, ndilo neno la Kristo Yesu. Tunaifahamu kweli.
Kwa mfano ulikuwa hujafahamu kweli, Biblia inasema kwamba mwanamke asisuke nywele. Kitabu cha Petro, waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 ule mstari wa 3, Biblia inasema hivi: kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi, bali uwe utu wa moyoni usionekana katika mapambo yasoribika, yani roho ya upole na utulivu iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Petro inasema kwamba mwanamke asisuke nywele, tusijipambe kwa kusuka nywele. Yani kujipamba kwetu kusiwe kujipamba kwa nje, kujipamba kwa wanawake kusiwe kujipamba kwa nje, yani kusuka nywele. Amen. Manake nywele yoyote ile ya mwanamke, nywele yoyote ile hata mwanaume, sasa hivi naona hata wanaume wanasuka marasi, wanasuka, wanafanyaje, wanasuka rasta, wanasuka news, wanaweka mawigi, vyote hivyo ni ubatili mbele za Mungu. Mwanamke yoyote anayesuka nywele, mwanaume yote anayesuka nywele, Biblia inasema kwamba kujipamba kwetu kusiwe kujipamba kwa nje, yani kusuka nywele. Kuvalia mavazi, mtu unanunua vazi kwa ajili ya watu wakuone, ndio maana kuvalia mavazi. Manake unavaa mavazi ili watu wakuone kwamba wewe umependeza, wakuone. Unavalia mavazi watu. Tunavaa mavazi ili kujistiri miili yetu. Hatuvai mavazi kuwavalia, hatuvalii mavazi. Kwa hiyo mtu anayevalia mavazi watu ni dhambi. Unatakiwa ukinunua nguo yako, ununue nguo kwa kujistiri wewe, usinunue nguo kwa kuwavalia watu ili wakuone. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukishasoma neno kama hili kwamba kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yani kusuka nywele, tayari kuanzia pale, kama wewe ni mwanamke, ni mwanamume, ni mwanamke, unatamani kuwa mwanafunzi wa Yesu, unatakiwa uache kusuka nywele moja kwa moja. Unatakiwa uache kuweka wigi moja kwa moja. Unatakiwa uache kuvaa mabangili moja kwa moja. Unatakiwa uache kupaka lipstick, uache kupaka wanja moja kwa moja. Manake vyote mapambo yote, kupaka rangi nini, vyote hivyo unatakiwa uache. Kwa sababu umesoma Biblia inasema kwamba mwanamke, kwamba kujipamba kwetu kusiwe kujipamba kwa nje, kujipamba kwa wanawake kusiwe kujipamba kwa nje, yani kusuka nywele, kuvalia mavazi, kuvalia watu mavazi ili wakuone, zote ni dhambi. Kwa kisha soma neno kama hili, tayari ukisoma neno kama hili ukaacha hiyo dhambi ya kusuka nywele, tayari wewe unakuwa umefahamu kweli, na hiyo kweli inakuwa imekuweka huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sifa mojawapo ya mwanafunzi wa Yesu, anaifahamu kweli. Hebu sema anaifahamu kweli. Anaifahamu kweli. Wewe unayenisikiliza, ulikuwa bado hujaacha mapambo, hujaacha mawigi, hujaacha mahereni, hujaacha mabangiri, leo uifahamu kweli, na hiyo kweli ikuweke huru katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia sifa ya 3 ya mwanafunzi wa Yesu. Mwanafunzi wa Yesu anahubiri injili ya kweli. Mwanafunzi wa Yesu anahubiri injili ya kweli. Kitabu cha Marko, tusome wote kitabu cha Marko. Marko sura ile ya 16 ule mstari wa 15. Biblia inasema hivi: akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili. Akawaambia enendeni mote, Marko 16:15. Akawaambia enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aminie na kubatizwa hata okoka, asiamini hata hukumiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo mwanafunzi wa Yesu anahubiri injili, ana sifa ya kuhubiri injili. Wewe kama ni mwanafunzi wa Yesu, kweli kabisa umeamua kuokoka,
Jueni kwamba kuhubiri injili sio kazi ya mchungaji peke yake. Kuhubiri injili sio kazi ya mtume peke yake. Kuhubiri injili sio kazi ya mama mchungaji peke yake. Kuhubiri injili ni agizo la kila mmoja aliyemwamini Yesu. Akisema kwamba enendeni ulimwenguni kote kuhubiri injili kwa kila kiumbe. Amini na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Kwa hiyo hapa anatuagiza wote, kila mwanafunzi wa Yesu aliyeamini kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, tunatakiwa kuhubiri injili. Waambieni watu ambao hawajaacha uovu, watu wanaolewa pombe, wanaozini, makahaba, wanaoroga, wachawi, wanywa pombe, wanaovuta bangi na sigara, waambieni waje kwa Yesu. Haijalishi wewe ni mchungaji, haijalishi wewe ni mtume, haijalishi wewe ni nani, ili mradi tu umeamua kumfuata Yesu, umemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unatakiwa uhubiri injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Unatakiwa uhubiri injili ya kweli. Unatakiwa uhubiri injili tena ya kweli bila kuchakachua. Leo kuna injili nyingi, unakuta kuna injili ya mafuta ya upako, maji ya upako. Kuna injili tu watu wanahubiri habari ya kidunia tu, hawaambii habari ya dhambi. Wanahubiri miujiza tu. Sisi tuangalie kwanza tuangalie miujiza. Sisi tuangalia neno la kweli. Kwanza waambie ni watu ukweli. Miujiza ni ndani ya kweli. Sasa sana. Kwa hiyo anahubiri injili tunampima kwa neno la kweli. Je, anahubiri nini? Anawaambia watu nini? Anawaelekeza watu nini? So nawaaminisha tu watu kwenye miujiza tu kwamba vipofu taona, viwete watatembea. Ni kweli watatembea, vipofu wataona, matasa watapata watoto, ni kweli. Lakini je, wale watu nawaambia waache nini? Unawaambia waache dhambi gani? Waache ulevi? Unawaambia waache uzinzi? Unawaambia waache mapambo, waache kusuka marasa, waache mahereni, mabangili? Wanawake unawaambia waache kuvaa vimini? Unawaambia hiyo injili? Sisi tunapima kwenye injili ya kweli. Pamoja kwamba miujiza inafanyika, miujiza inatendeka, ni kweli, lakini sisi tunapima injili mtu anahubiri. Lazima wewe kama mwanafunzi wa Yesu, kila mhubiri anaposimama kuhubiri, upime yule mhubiri anahubiri nini, anasema nini. Maana Biblia inasema kwamba mtawatambua kwa matendo yao. Anasema nini kupitia kwenye kinywa chake? Injili gani anasema? Anawaelekeza watu waache nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mwanafunzi wa Yesu lazima ahubiri injili. Kama wewe umeamua kuokoka na ukasema mimi nataka kuwa mwanafunzi wa Yesu, unatakiwa kuhubiri injili. Waambieni watu waje kwa Yesu. Una huduma ya uinjilisti, zidi kuhubiri. Tangazeni injili mataifa na mataifa, ulimwenguni kote. Biblia inatuambia kwamba tueleze injili ulimwenguni pote, mataifa yote yamjue Kristo. Tembeeni Kenya, Uganda, Tanzania, nenda Marekani, Nigeria, hubiri injili. Mungu amekupa neema ya kuhubiri injili. Hubiri injili kama mweo, hubiri injili kama kichaa, maana Yesu Kristo anakaribia kurudi kulichukua kanisa. Yesu Kristo kama alituelekeza, kama Bwana alituambia kuhubiri injili, kama Bwana Yesu aliacha ametupa maelekezo, na maelekezo ya mwisho wa Bwana Yesu ni ya kuhubiri injili. Baada ya kuambia wanafunzi hawa kwamba waende ulimwenguni kote wakahubiri injili, na ishara zote wafuatana wale, watatoa mapepo, wataweka mikono gonjwa, watapata afya, watakula vyakula kuwafisha vitawazuru. Baada ya kuambia neno la kuhubiri injili, ndalipaa kwenda mbinguni. Neno la mwisho la Yesu aliyotuagiza, alituambia tukahubiri injili. Kwa hiyo mwanafunzi wa Yesu, sifa ya tatu ya mwanafunzi wa Yesu, lazima ahubiri injili. Kama wewe umeamua kuokoka, kama kweli umeamua kumfuata Yesu Kristo, umeamua kusema mimi nimeamua kuokoka, nimeamua kuacha ulimwengu, kuacha dunia, nimeamua kumfuata Yesu, lazima tusikie unahubiri injili.
Wewe siwe kanisani tu umekaa. Wewe usije tu ibadani tu. Lazima uhubiri watu injili. Waambieni watu waje kwa Yesu. Waambieni watu waache uovu. Una jirani yako naona analewa anazini, mwambie ache uzinzi, mwambie ache ulevi. Una jirani yako unaona anakunywa pombe, mwambie ache pombe. Una jirani yako ameacha mke wake akaoa mke wa pili, mwambie ache hiyo ndoa ya pili arudi kwenye ndoa yake ya kwanza. Hiyo ndio injili ya Kristo. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mwanafunzi wa Yesu anatakiwa ahubiri injili. Na ambacho wanafunzi kama wa Yesu, kama wewe ni mwanafunzi wa Yesu unanisikiliza wakati huu, sikia, kuhubiri injili sio hiari. Kuhubiri injili ni lazima. Answer sana. Kuhubiri injili sio hiari. Manake tunapokuwa tumeshindwa kuhubiri injili, tunapokuwa tumeshindwa kupeleka habari njema katika mataifa, habari njema kwa watu ambao hawajamjua Kristo, sawa sawa tunatenda dhambi. Sawa sawa tumeshindwa kufanya kazi ya Mungu ambayo ambayo Yesu Kristo alituagiza. Kwa hiyo kuhubiri injili ni kazi ya kila mmoja. Kuhubiri injili ni kazi ya kila mtu. Kuhubiri injili ni kazi ya kila. Endapo wewe umeamua kuokoka, jua kwamba una kazi ya kuhubiri injili. Una kazi ya kuhubiri injili. Una kazi ya kuhubiri injili. Kuhubiri injili sio kazi tu ya mchungaji, sio kazi tu ya mama mchungaji. Kuhubiri injili ni ya kila muaminio, ni ya kila Mkristo, ni ya kila mfuasi wa Yesu. Lazima ahubiri injili, awe mwanamke, awe mwanaume, awe mtoto, awe kijana, awe nani, lazima wote twende mataifani tukahubiri injili ya Kristo. Yesu asifiwe sana. Naposoma kitabu cha tusome kitabu cha waraka wa Korinto wa kwanza. Tusome wote Wakorinto wa kwanza sura ile ya 9. Korinto wa kwanza sura ya 9 ule mstari wa 16. Wakorinto wa kwanza 9:16. Wanza asifiwe sana. Biblia inasema hivi: maana njapokuwa nahubiri injili sina la kujisifia, maana nimewekewa sharti, tena ole wangu nisipohubiri injili. Yesu asifiwe sana. Unaona mtumishi wa Mungu Paulo anavyosema hapa. Anasema kwamba maana njapokuwa nahubiri injili sina la kujisifia, maana nimewekewa sharti, tena ole wangu nisipohubiri injili. Unaona kwamba kuna ole mtumishi wa Mungu kwamba japokuwa nahubiri injili sina la kujisifia, japokuwa nahubiri injili, tena ole wangu nisipohubiri hiyo injili. Nimewekwa sharti kuhubiri injili, tena ole wangu nisipohubiri injili. Paulo wa leo ni nani? Paulo wa leo ni mimi na wewe. Timotheo wa leo ni mimi na wewe. Yakobo wa leo ni mimi na wewe. Isaya wa leo ni mimi na wewe. Mhubiri wa leo ni mimi na wewe. Asifiwe sana. Yeremia wa leo ni mimi na wewe. Lazima tupaze sauti, tukaambia Yakobo, tukaambie Masi, tukaambie nyumba ya Yakobo kwamba Yesu anakaribia kurudi. Tukaambie, tupaze sauti kwamba Yesu anarudi. Tuache uovu, tuache uzinzi, tuache bangi, tuache ulevi, tuache utapeli, tuache unyang'anyi. Tumrudie Bwana Yesu. Tuache uzinzi, tumrudie Bwana Yesu. Tuache kuvaa uchi, tuache makaba, waache kujiuza huko mitaani, waache kujiuza huko Mwanza, Dar es Salaam, Singida, Nairobi, waache kujiuza huko Europe, Uganda, wapi popote pale, nchi yote, taifa lolote na mkoa wote na Tanzania yote, waache kujiuza makaba, wamrudie Bwana. Waache pombe, waache uovu, waache sigara, waache kuvuta sigara, waache bangi, waache kuberi, wamrudie huyu Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo habari ya kuhubiri injili ni ya kila mwanafunzi. Wewe umeamua kuokoka, sifa mojawapo ya mwanafunzi wa Yesu, lazima utangaza habari njema.
ya ufalme wa Mungu. Lazima utangaze habari njema ya ufalme wa Mungu. Waambieni watu, Yesu anarudi kulichukua kanisa. Waambieni watu, Yesu anarudi siku moja, hatashuka mawinguni kunyakua watakatifu. Tubuni dhambi, kwa maana tazama ufalme wa mbinguni umekaribia. Yohana alipata sauti katika nyika akiwaambieni watu, akasema tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kama Yohana Mbatizaji alipata sauti katika Uyahudi, wote wakamwendea, wakabatizwa katika mto Yordani. Hivyo hivyo na sisi, ikiwa tumekubali kufanyika kuwa wanafunzi wa Yesu, tunayo kazi ya kuhubiri Injili. Tunayo kazi ya kuhubiri Injili. Tunayo kazi ya kuhubiri Injili. Tunayo kazi ya kuhubiri Injili hapa duniani. Tunayo kazi ya kumtangaza Yesu. Tunayo kazi ya kumsema Yesu. Haijalishi tutatukana, tutadhalilishwa, haijalishi tutapita kwenye matatizo, kwenye magumu ngapi. Mtume Paulo alifika hatua akavuliwa nguo, akapigwa fimbo, alikuwa kilala njaa, akishinda njaa, lakini alihubiri Injili. Alihubiri Injili. Alihubiri Injili. Mimi na wewe unanisikia wakati huu, tunayo kazi. Ikiwa tumefanyika kuwa wanafunzi wa Yesu, sifa mojawapo ya mwanafunzi wa Yesu, lazima tutangaze Injili ya Kristo. Lazima tuambie ni watu waache kuabudu sanamu. Lazima tuambie ni watu wapende ibada. Lazima tuambie watu wamgeukie Yesu. Lazima tuambie watu waache dunia, maana imesema kwamba ipendai dunia, kumpenda Baba kumo ndani mwake. Lazima tupaze sauti, tuambieni mataifa, Yesu anarudi. Acheni uzinzi, acheni pombe, acheni sigara, acheni wizi, acheni utapeli, acheni vimini, acheni kuvaa modo, acheni kupiga mlegezo, acheni maireni, acheni mawigi, acheni bangili, acheni kugeuza mili. Watu leo dunia imechafuka. Mtu ulikuwa mweusi, tunakuona ghafla umekuwa mweupe, unameza vidonge vya kuwa mweupe. Mungu atakudai hiyo sura. Kama Mungu amekumba kwa sura ya weusi, kaa hivyo hivyo. Acha kubadilisha sura yako, acha kuvaa vimodo, acha kumeza vidonge kubadilisha sura yako ikawa nyeupe. Mungu amekumba uko mweusi. Mungu anakutambua, Bwana anakutambua. Siku moja atakaporudi mawinguni, ikiwa umebadilisha sura yako, umekuwa mweupe wakati ulikuwa mweusi, jua kwamba Yesu anaporudi atakudai hiyo sura na hautanyakuliwa. Itakuwa kilio na kusaga meno. Itakuwa kilio na kusaga meno hiyo siku Bwana akirudi mawinguni. Hiyo siku ya hukumu sasa ikifika, katika wenye haki na watenda dhambi, tutaenda katika kiti cha hukumu. Itakuwa ni kilio na kusaga meno. Itakuwa ni kilio na kusaga meno, ambapo tazama moto ule wa jehanamu sasa utachochewa na wale watenda dhambi wote waliobadilisha sura zao zikawa nyeupe wakati walikuwa weusi, waliovaa mahereni, waliovaa mabangili, wanawake waliovaa suruali, wote wataisha jehanamu ya moto. Wanaume wote walioacha ndoa zao, wanaume waliokaa kwenye ulevi, kwenye uzinzi, wataenda jehanamu ya moto. Lazima tuambie mataifa wakaache dhambi. Tuambie mataifa waache pombe. Tuambie mataifa waache uzinzi. Tuambie mataifa wamrudie Yesu. Hiyo ndio mwanafunzi wa Yesu Kristo Mnazareti. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Mwana wa Mungu unanisikia wakati huu, ikiwa wewe kweli umeamua kuwa mwanafunzi wa Yesu, lazima tumsome Paulo. Anasema kwamba nimewekewa sharti, ole wangu nisipohubiri Injili. Mwanafunzi wa Yesu, Paulo alikuwa mmoja wapo wa mwanafunzi wa Yesu ambaye aliokolewa kutoka kwenye mangamizi ya shetani. Mara ya kwanza alikuwa ni Sauli, anaua watu, anatesa mitume wa Mungu, anaua mitume wa Yesu, lakini baadaye Mungu yakamwokoa. Vivyo hivyo, baada ya kumwokoa alianza kupaza sauti akihubiri Injili. Mwana wa Mungu, haujaokoka kukaa kanisani tu, haujaokolewa kuwa upo kanisani tu, una kazi ya kufanya. Hapana, jua kwamba umeokolewa na wewe kwenda kuleta wengine kwa Yesu. Umeokolewa kuhubiri Injili ya Kristo, kumtangaza Yesu Kristo, mataifa na mataifa wakamjue Mungu wa mbinguni. Mwanafunzi wa Yesu ana sifa
ya kuhubiri injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuhubiri injili ya kweli. Leo hii kuna injili nyingi zinaendelea. Wengine wamegeuza injili kwa biashara. Hawahubiri ukweli wa Mungu, hawaambii watu kweli. Wamebezi sana kwenye maji ya upako, mafuta ya upako. Wanauza miujiza, muujiza wa Mungu hauuzwi. Inasema kwamba toeni bure mmepata bure. Ole wako we mtume na nabii ambaye mnauza mafuta na maji. Ole wako ambao mnadanganya mataifa. Mnauzia mafuta na maji, mnadanganya mataifa. Muujiza wa Mungu inasema kwamba ombeni kupitia jina la Yesu tutapewa. Hatujaambiwa tuuze mafuta, hatujaambiwa tuuze maji, tumeambiwa tuombe kupitia jina la Yesu. Injili ya uongo inaendelea. Lazima injili tuipime kwenye neno la kweli. Mwanzo sana. Injili mafuta ni injili ya uongo. Injili ya maji ni injili ya uongo. Injili ya vitambaa vya upako ni injili ya uongo. Keki za upako ni injili ya uongo. Mwanzo sana. Zote hizo ni injili za uongo. Udongo wa upako ni injili za uongo. Nguo za upako ni injili za uongo. Hakuna nguo ya upako, hakuna keki ya upako. Iko jina peke yake, jina la Yesu. Ndo jina lenye upako, ndo jina lenye nguvu, liwezao kuokoa, liwezao kuponya, liwezao kutoa watu kwenye mangamizi. Jina la Yesu tu linatosha. Jina la Yesu sio nguo za upako, sio maji ya upako, sio vitambaa vya upako, sio udongo wa upako, sio mavazi ya upako. Jina la Yesu tu ndilo lenye upako la uponyaji. Mengine ni injili za uongo na utapeli. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima unapokuwa unahubiri injili mtume Kristo, unapokuwa unahubiri injili mwanafunzi wa Yesu, injili yako tunaipima. Je, unahubiri injili ya kweli? Au watu unaowahubiri unawaambia nini? Unawaambia nini wewe mhubiri? Wewe mwanafunzi wa Yesu unapoenda mitaani kuhubiri unasema nini kule? Unawaelekeza watu wafanye nini? Je, imani yao unaijenga wapi? Imani ya mtu unaijenga kwenye maji ya upako? Imani ya mtu unaijenga kwenye mafuta ya upako? Imani ya mtu unaijenga kwenye vitambaa vya upako, kwenye picha za upako? Imani ya mtu unaijenga wapi? Imani ya mtu, imani ya Mkristo, imani ya mwana wa Mungu unaenda kumhubiri, imani ya mtu wa Mungu unaenda kumhubiri, unaijenga wapi? Lazima imani za watu tunapoenda kuhubiri tuzijenge katika jina la Yesu. Tujijenge katika jina la Yesu. Tujijenge kwenye jina la Yesu. Waaminishie watu jina la Yesu, kwamba Yesu anaweza, ndiye wa kufuata. Yesu anaweza, ndiye atendaye mambo yote. Yesu anaweza, ndiye aliyefufuka na kupaa na ameketi mkono wa kuume kwa Baba. Waambieni watu, waaminishie watu jina la Yesu. Waaminishie watu kufuata matendo ya Kristo. Waaminishie watu kufuata upendo wa Yesu. Usiwaambie watu imani ambayo Yesu hakuiacha. Msingi wetu umejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, msingi wa Pentekoste, msingi wa kirokore, msingi wa wokovu. Tuko kwenye msingi wa mitume na manabii. Tunafuata neno la mtume, neno la nabii Yesu. Nabii wa mwisho ni Yesu Kristo. Tunafuata kile ambacho Yesu alituambia. Je, Yesu alituambia tuibe? Yesu alituambia tuzini? Hakutuambia. Yesu alisema kwamba tusiibe, tusizini. Alituambia kwamba tuombe kupitia jina la Yesu. Wewe unawaambia watu wanaaminishia nini? Lazima tunapokuwa tunahubiri injili, tuambieni watu waache uovu. Tuambieni watu tukiwaaminishia jina la Yesu. Usiwaaminishie watu kupitia imani zingine potofu. Ukaambia watu kwamba tumieni mafuta ya upako yatakusaidia, maji ya upako yatakusaidia, vitambaa vya upako vitakusaidia. Hapana, hakuna chochote kule. Injili ya kweli lazima tuambie watu jina la Yesu ndo kila kitu. Jina la Yesu ndo tumepewa, jina la Yesu pekee ndo uweza kutenda mambo makubwa. Hakuna jina lingine zaidi ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya.
Lakini pia sifa nyingine ya mwanafunzi wa Yesu. Mwanafunzi wa Yesu lazima awe muombaji, afunge na kuomba. Mwanafunzi wa Yesu anafunga na kuomba. Mwanafunzi wa Yesu anafunga na kuomba. Tukisoma kile kitabu cha Luka sura 18, Biblia inasema hivi: akawaambia mfano kwamba imewapasa kuomba Mungu siku zote, wala msikate tamaa. Mwanafunzi wa Yesu lazima afunge na kuomba. Kama wewe haufungi, kama wewe hauombi, bado wewe sio mwanafunzi wa Yesu. Haijalishi upo kanisani, haijalishi unasali, haijalishi unaitwa mlokole, haijalishi unaitwa kwamba wewe ni Mpentekoste, umeamua kuokoka, ni kweli, lakini kama hauna nguvu ya kufunga, kama ufungi na kuomba, wewe bado kama Yesu alifunga. Maandiko matakatifu natuambia kwamba Bwana Yesu alifunga. Bwana Yesu alifunga. Aliingia kwenye maombi. Vivyo hivyo kama Yesu alifunga na kuomba, basi na sisi tutakuwa kuomba na kufunga. Kitabu cha Mathayo sura 4 ule mstari wa 1. Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi, akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Bwana Yesu alifunga siku 40. Na sisi ikiwa tumeamua kuwa wanafunzi wa Yesu, mwanafunzi wa Yesu, maana ya mwanafunzi ya Yesu, maana yake tunafuata kile ambacho Yesu alikitenda. Kama Yesu alifunga, lazima tufunge. Kama Yesu aliomba, lazima tuombe. Kwa hiyo wewe ni mwanafunzi wa Yesu, lazima ukitaka kuwa mwanafunzi wa Yesu, sifa za mwanafunzi wa Yesu, anafunga na kuomba. Leo watu wanasema kwamba nikifunga nitaliwa njaa, nikifunga vidonda vya tumbo, nikifunga nitakuwa na asazi za tumbo, vidonda vya tumbo, vidonda vya tumbo. Na kuambia mwili unaoona ukiujali sana, siku moja mwili wako utakuja uangamie. Mwili wako siku moja utazikwa, utarudi kwenye udongo. Heri uwe na vidonda vya tumbo, lakini ufunge na kuomba uende mbinguni. Lakini nakwambia kwa imani, nimesema kwamba mwenye haki wangu anaishi kwa imani. Sisi tunaishi kwa imani. Na mtu anayefunga na kuomba kwa ajili ya kazi za Mungu hawezi akaugua vidonda vya tumbo hata siku moja. Labda wewe unajirisha njaa, lakini umeamua kufunga kwa ajili ya kutafuta uso wa Mungu. Umeamua kuomba kwa ajili ya kutafuta uso wa Mungu. Amini leo nakwambia kwamba hautaviona vidonda vya tumbo. Hautaona vidonda vya tumbo. Hautasikia vidonda vya tumbo hata siku moja. Hautasikia si tumbo linauma ovyo ovyo. Maana vidonda vya tumbo, magonjwa yote yote hiyo vinatoka kwa shetani. Sasa lazima tunapofunga na kuomba, shetani anaishiwa nguvu, anapigwa kwa mamlaka jina la Yesu. Kwa hiyo lazima mwanafunzi wa Yesu anakuwa na sifa. Biblia inasema kwamba tuombe bila kukata. Imetupasa kuomba bila kukata tamaa. Mwanafunzi wa Yesu anafunga na kuomba, anaomba na kufunga. Na yeye hatakiwi kukata tamaa katika kufunga na kuomba. Wala asije roho yote ikakwambia kwamba sasa utaugua vidonda vya tumbo. Hiyo ni roho ya shetani, kemee. Zidi kufunga, mtafute Mungu kwa bidii. Ili huduma yako uwe na nguvu, uwe na mafuta ya Roho Mtakatifu, lazima ufunge na kuomba. Hapo ndo utapata nguvu ya Mungu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kitabu cha Yohana ile sura ya 15 mstari wa 7. Nyinyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa. Kwamba tunapokaa ndani ya Yesu na maneno ya Yesu yakikaa ndani yetu, tuombe tukalo lolote nasi tutapewa. Tunaomba kupitia jina la Yesu. Tuombe kupitia hilo jina tu moja la Yesu, nasi tutapewa. Kwa hiyo mwanafunzi wa Yesu unatakiwa uombe. Leo watu hawaombi. Unakuta ibada inaanza, baada za Jumapili kanisa linaomba dakika 2-3. Au sio maombi ya ibada. Kuanza lisali moja wala hata nusu saa, omba hata lisali moja kabla ya ibada. Omba hata nusu saa kabla ya ibada.
unaofunga na kuomba, mlokole, Pentekoste, umemwamini Yesu kabisa, unamaliza wiki nzima haujafunga, haujaomba, unakula usiku na mchana, usiku na mchana, usiku na mchana, na kuambia leo hii hauwezi ukaziona nguvu za Mungu, hauwezi ukamwona Mungu wa mbinguni. Lazima ufunge na kuomba, ndio utaona neema ya Mungu, ndio utaona ujasiri wa kuhubiri injili ya kweli, ndio utaona ujasiri wa kumtangaza Yesu. Lakini usipofunga na kuomba, ndugu yangu, hauwezi kufanyika kwa mwanafunzi wa Yesu. Kwa hiyo ili ufanyike kwa mwanafunzi wa Yesu, lazima ufunge na kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia wanafunzi wa Yesu au mwanafunzi wa Yesu anaishi kwa imani. Kitabu cha Waebrania, anaishi kwa imani kwamba Waebrania sura 10 mstari wa 38, mwenye haki wangu ataishi kwa imani, na sasa roho yangu ina furaha naye. Kwa hiyo mwanafunzi wa Yesu anaishi kwa imani. Lazima tuishi kwa imani. Anasema kwamba tuishi kwa imani. Imani, tuwe na imani, tutarajie kwamba ni bana mambo yasionekana. Tunatarajia, kitabu cha Waebrania, tutarajie kwamba kila tunachokiomba, chochote kile tunakipata kutokana na nguvu za Mungu. Tuamini, ishi kwa imani, usiombe kwa mashaka, usiishi kwa mashaka, uishi kwa imani. Waebrania 10:38, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, na 6 roho yangu ina furaha naye. Waebrania 11 mstari wa 1, basi imani ni kuwa na hakika mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasionekana. Tunakuwa na hakika mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasionekana. Mwanafunzi wa Yesu lazima tutarajie kwamba tunaomba kwa imani. Hajalishi leo unachokiomba hakijapatikana, hajalishi leo unachokiomba unaona bado hakijaonekana. Wewe unaomba lakini una changamoto bado ziko pale pale. Nakwambia ishi kwa imani, ishi kwa imani, ishi kwa imani, tembea kwa imani. Ipo siku moja Mungu atakufanikisha. Ipo siku moja Mungu atakutendea jambo lako. Ipo siku moja Mungu atakuponya. Ipo siku moja Mungu atakuponya. Mtu mmoja alikuwa na magonjwa miaka 12, akitokwa damu miaka 12. Mwanamke mmoja alipona ndani ya siku moja. Aliugua miaka 12, kwa ndani ya siku moja akapona. Na wewe siku moja ipo Mungu atakutendea muujiza. Usikate tamaa ya kuomba, usikate tamaa ya kuomba, usikate tamaa ya kufunga. Funga kwa bidii, omba kwa bidii, uwe na imani kwamba unachokiomba kitafanyika siku yoyote ile. Ajarishi leo unaomba bado changamoto ziko pale pale. Wenda ni ndoa yako, unamwombea mwanaume abadilike, ache kunywa pombe, baada hajabadilika. Wenda ni uchumi wako umekuwa mgumu. Wenda ni watoto wanashindwa kuokoka kumfuata Yesu Kristo. Wenda ni magonjwa umeugua kwa muda mrefu, upate matibabu tena kwa mul. Hayo magonjwa kwa imani, na kuambia kaza imani kwa Mungu wa mbinguni. Mwanafunzi wa Yesu anaishi